Karibuni wandugu watazamaji na wasikilizaji wa Radio Television Ngyoku mahali popote mlipo. Leo ni siku ya Jumamosi, mwezi wa 6 ni tariki 21 2025. Tunakaribia kabisa kuelekea jioni, na wandugu ambao walituita tunashukuru, na waliotuandikia. Wandugu watazamaji wa Radio Television Ngyoku, tunaelekea kwenye tarafa la Fizi, kijiji Misisi. Kule ajali kubwa ambayo ilifanyika huko, bruneti moja iliripuka na maafa imefanyika huko. Bila kukawia, tunaenda uliza mtangazaji wa habari Radio Television Ngyoku Nyange ambao ameteremka Misisi ili apate kutupasha habari ya kinaganaga. Kwa hiyo ndugu Chubaka, alo? Alo. Ndio, huko nchini kijiji Misisi, unaweza kutueleza ajali imefanyika huko ilikuwa namna gani? Ajali hii kweli imetokea hapa kwenye kijiji cha Misisi, na kama Radio Television Ngyoku tumeweza kuwasili kwenye kijiji hiki na kuweza kufika mahali ambako ajali iliweza kufanyika. Na kiukweli maafa ambayo yametokea ni mengi, lakini mojawapo ni kutokana na watu wawili waliweza kufariki hapo hapo na wengine wengi kuweza kujeruhiwa. Ndio, na ajali yenyewe ni wazalendo au ni wanajeshi ambao wamefikisha hiyo ajali ya bruneti hiyo kuripuka? Na ajali hiyo iliweza kutokea ni leo mida za asubuhi, na ni baada ya baadhi ya waaskari kutoka hapa kwenye kijiji cha Nyangi na kujielekeza huko kwenye kijiji cha Misisi ambako ndiko kwa muda huu tunapatikana. Na baada ya waaskari hao kuweza kufika, walikuwa na kiongozi wao Machine ambaye ni kiongozi wa SNPCC hapa maeneo ya Nyangi. Na baada ya kufika maeneo hayo ndiko kuliweza kutokea ubishi wa waaskari na rahia, na moja kati ya waaskari hao mlikuwa kaka wa dada yule ambaye aliweza kufariki. Maana ajali hiyo imeweza kutokea maeneo ya kilio. Kulikuwa kuna kilio ambacho kiliweza kutokea hapo jana huko Misisi, na ni kilio cha moja kati ya wanamemba wa familia ya maeneo ya Nyangi, yani moja kati ya wanamemba wa watoto wa Nyangi. Kwa hiyo ikabidi wazee na makapita wa Nyangi wote waliweza kujielekeza huko, na pia kiongozi wa kijeshi wa maeneo naye pia aliweza kujielekeza huko na askari wake. Na moja kati ya hao askari ndiye aliyeweza kuenda na bomu ambalo walipoweza kufika hapo kwenye kilio kuliweza kutokea ubishi fulani. Huo ubishi ndio ukakuja kusababisha hadi askari yule kuweza kuripua hiyo bomu na ikaweza kumuua hapo na kuweza kuua mwanadada mwingine, na wengine waliweza kujeruhiwa. Naye kiongozi mwenyewe wa mahali yeye Machine aliweza kujeruhiwa, ameweza kuvunjika mkono. Bomu hiyo imemvunja mikono na kwenye tumbo lake kumeweza kupatikana majeraha kadhaa hadi kwa sasa naye pia yuko hospitalini analazwa. Na wengine watu zaidi ya watu 6 kwa sasa wako hospitalini na wako hoi mahututi. Wamoja wanatapika damu na damu nyingine zinatoka kwenye pua na nyingine kwenye masikio. Kuna baadhi ya wale ambao wanasema wenda usiku wa leo wanaweza wakawa hawapo, maana hali ambayo wanayo kwa sasa ni hali mbaya sana. Yaani ni watu ngapi ambao wamepoteza maisha? Yani kiujumla ambao tunao kwa sasa waliopoteza maisha hapo ni watu wawili, na wengine 4 inasemekana kuwa wenda usiku wa leo inaweza ikafika na hawapo, maana wamejeruhiwa, wengine wamekatwa mikono, na wengine wamepasuliwa vichwa, na wengine wameweza kupata majeraha makubwa ambayo wenda yanaweza yakasababisha nao kuweza kufariki kabla ya usiku. Na kwa sasa ndugu Chubaka, mwandishi wa habari wa Radio Television Ngyoku Nyange, tunakuwa na ulizo lingine, yani majeshi ya wazalendo ni hao wamefanya hiyo au ni jeshi la serikali? Ni jeshi la wazalendo ambaye ni kiongozi wa wazalendo wa maeneo haya, yeye kiongozi Machine ambaye ni moja kati ya viongozi wa wazalendo wa CNPCC wanaopatikana kwenye kijiji cha Nyangi, ndiye aliyeweza kutoka hapa kwenye kijiji cha Nyangi na kuweza kujielekeza hapo Misisi pamoja na jeshi lake lote kwa ujumla
na ni moja kati ya mwanajeshi wake aliyeleta ajali hiyo hadi ikaweza kumsababishia na yeye pia madhara. Asante sana mtangazaji wa habari, na sasa tunaelekea habari zingine huko Kimbi, ni kusema kuanzia Lulima mpaka Nyange na sehemu zingine mbalimbali. Je, unaonaje hali ya usalama huko, au usalama umezorota kwa vijiji mbalimbali? Na ni kwamba usalama kwenye vijiji vya maeneo ya Kimbi, yani vijiji vinavyopatikana haswa kwenye sekta ya Nganja, kwa muda huu usalama unayoyoma vibaya sana, na hii inatokana na ni baada ya ajali nyingine iliyofanyika huko jana maeneo ya Sekande, yani kwenye kilomita 80 kutoka hapa kwenye mji wa Nyangi kujielekeza huko Kalemi. Ajali iliyoweza kutokea ya pikipiki iliweza kugongwa na lori kubwa hadi ikaweza kusababisha vifo vya watu 3, na vifo vya watu hao vimeweza kuzua wasiwasi nyingi kwenye kijiji cha Nyangi, huku ikitokana na ni baada ya tukio lingine lililoweza kutokea hapo juzi huko kwenye maeneo ya chimbaji wa madini, maeneo ambayo makampuni za Wachina zinachimba madini ya mpokonyo wa udongo, iliyoweza kusababisha vifo vya watu 2 na wengine 7 kuweza kujeruhiwa vikali. Hiyo yote inazua wasiwasi nyingi kwenye kijiji cha Nyangi na kwenye kijiji cha Misisi. Hivi leo ni wasiwasi nyingi kutokana na tukio hili ambalo limetokea. Yani kwa ufupi, kwenye vijiji hivi vinavyopatikana maeneo haya siku hizi vinaishi au raia wanakuwa kwenye hali ngumu kutokana na wasiwasi ambayo yanaendelea kutanda kwenye vijiji hivi, haswa kulingana na matukio ambayo yanaendelea kutokea. Shukrani ndugu Chubaka Zakayo kutoka huko Misisi, mwandishi au mpasaji wa habari wa radio television Ngyoku, ambao tayari aliwasili eneo hilo la Misisi ili apate habari za kinaganaga na kupanisha kwenye mtandao, ili ndugu wanaotusikia apate kupata ripoti kwa wakati unaofaa. Tunashukuru sana ndugu Chubaka, zidi na kazi, na kama kuna mambo mengine unaweza kutujulisha kwa muda. Radio Television Ngyoku International, tunasema wandugu, karibuni katika vipindi vyetu siku kwa siku, 5 kwa 5, bega kwa bega, tuko pamoja nanyi. Asante.